naomba tusome sasa. Sasa ni hivi, Roho Mtakatifu ameongea nami sana niongee Pasaka kwa wiki zote 2 zilizobaki. Kwa hiyo naanza leo kuiongea Pasaka mpaka Jumapili ya Pasaka. Ili walau kwa safari hii niongee yote kwa hizi siku 15. Walau niongee Pasaka yote. Sijawahi kuiongea Pasaka nikaimaliza. Huwa nadonoa kapande. Sasa nataka niongee swala la Pasaka kuanzia historia yake mpaka itakapoisha. Kwa hiyo, na kwa kuwa tuna maombi. Amen. Amen. Kwa wiki hili wamama wana vitu vingi. Jumatano nitaongea Pasaka. Ijumaa nitaongea Pasaka. Wiki ijayo yote kuanzia Jumatatu nitaongea Pasaka mpaka siku ya mwisho. Kongamano linaanzia tarehe 1 mwezi huu hadi tarehe 5. Lakini kwa sisi hilo kongamano, hizo tarehe ni kwa ajili ya walio nje. Lakini sisi ni kila siku tuko hapa. Jamani, amen. Kwa hiyo naomba uandae daftari maalum au ukurasa maalum kwa ajili ya Pasaka. Kichwa tutakachokitumia ni kazi ya Yesu ya msalaba. Ndio kichwa cha somo, the work of the cross. Hiki ndicho kichwa kikuu, lakini tutakuwa na subtitles kwa leo. Kichwa kidogo, subtitle, ni historia ya Pasaka ya wana wa Israeli. Historia ya Pasaka. Kwa hiyo andika juu kazi ya Yesu ya msalaba, chini andika historia ya Pasaka ya wana wa Israeli. Lakini wewe uandike namba 1. Katika hii topic kubwa kutakuwa na subtopics. Amina. Ya kwanza kabisa ambayo tutaiangalia leo, historia ya Pasaka ya Kiyahudi. Na tukimaliza hiyo, amen, tutakuja tukimaliza hiyo, tutakuja jambo la pili nyeti sana. Amen. Kuwekwa wakfu kwa mzaliwa wa kwanza. Ili tutaliongea, ili tumuelewe mzaliwa wa kwanza. Huyo mzaliwa wa kwanza wa Misri huyo anakuwa kuaje awe Yesu achukue nafasi ya huyo mzaliwa wa kwanza. Jambo la tatu ambalo tutaliongea ni huduma ya upatanisho katika Agano la Kale. The atonement in the in the Old Testament. Hiyo itatupa, tutaisafei Torati yote. Tutaitazama Torati yote na Zaburi na vitu vingine ili tuelewe, na hasa kitabu cha Mambo ya Walawi. Hicho tutakaa nacho sana. Amen. Halafu tutakuja jambo la ngapi sasa?
La 4, huduma ya upatanisho katika Agano Jipya. Huduma ya upatanisho, the atonement in the New Testament. Tuangalie hilo, huduma ya upatanisho katika Agano Jipya, ili tuelewe sasa tafsiri hasa ya kifo cha Yesu na kazi ya Yesu. Hapa tutaangalia mambo mengi sana kwenye huduma ya upatanisho katika Agano Jipya. Tutaangalia mambo mengi sana. Ya kwanza, tutaliangalia wiki la mateso, siku 10 zile za kwanza. Tutaangalia kuanzia Jumapili, Ijumaa, Jumatatu, Ijumaa, Jumapili, Jumatatu, Jumanne mpaka Jumapili nyingine, ili tuone kila siku Yesu alifanya nini. Alafu tutaangalia kusulubiwa kwake, mambo gani haya. Lakini tunapofika kwenye kusulubiwa, itabidi tukae kidogo kuangalia historia ya msalaba. Tuone na aina 14 za misalaba, aina 14, 14 types of crosses. Halafu tuone wa Yesu ni upi. Haleluya. Yes. Haleluya. Halafu tutaangalia hatua za msalaba. Wengine wanafanya maigizo. Tutaangalia hatua za msalaba katika ulimwengu wa kale na hatua za msalaba alizozipitia Yesu. Tutaangalia hivi vitu vyote. Amen. 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 Yaani haya mambo sijawahi kuyafundisha yote kwa wakati mmoja. Alafu tutaangalia kitu kingine kizito sana, kinaitwa theolojia ya msalaba, the theology of the cross. Hili nadhani ni somo geni kwa wengi, theolojia ya msalaba. Hakuna jambo baya kama unauongea msalaba kihistoria tu. Just historical account of the cross cannot matter. You need to know the theology of the cross. Wengi sana, they just preach the history of the cross. Historia ya kusulubiwa kwa Yesu, akafufuka, ameshinda, you end up there. Hujaongea kitu tafadhali. Hujaongea kitu. Umeeleza matukio tu yalivyokuwa. Lazima uje kwenye theology of the cross. Amina. Hapo ndipo penye moyo. Semeni amina sasa ndugu zangu. Semeni amina. Semeni amina. Theolojia ya msalaba. Na kwenye theolojia ya msalaba tunaanza na swali gumu, ambalo hili ndilo linafungua mlango kwamba kwa nini ilikuwa lazima Yesu afe kifo cha msalaba? Kwa nini Mungu achague njia ngumu namna hii? Kwa nini asichukue njia nyepesi? Why was it necessary for Christ to be crucified? Anavuliwa nguo, anapigwa, anahangaishwa. Hivi Mungu alikosa njia nyingine ya kumkomboa mwanadamu? Kwa nini atumie njia ngumu namna hii? Umeiona theolojia Kwa hiyo hapo tutakupa sababu 5 kwa nini ilikuwa lazima Yesu afe kifo cha msalaba, ili uelewe. Na Bwana akubariki sana. Yes, sababu 4 kubwa. Amen. Na bado hapa itabidi uelewe kifo cha Yesu kimeleta nini? What is the efficacy of the death of the cross of Christ? What is the efficacy? Kimeleta nini? Hapo utapata mambo 5 ambacho kifo cha Yesu kimeleta. Lakini pia ni lazima uelewe matokeo ya kifo cha Yesu katika maisha ya muamini. What is the effect of Christ's death on the cross in the life of the believer? Kina matokeo gani kifo cha Yesu katika maisha yako kama muamini? What is the effect? Umenisikia sasa kwenye theolojia ya msalaba Au nikwambia wewe ukiishia mtu akwambia tunajua Yesu alikufa, wakalia, sasa tuomboleze. Yaani ni zero teaching, haja kufikisha mahali. Kakupa narrative. Vipi mzee Robo?
Akakaa shule bwana. Hapa yaani unakaa na mimi miaka 5 unatosha kuwa mchungaji. Kama akili zako ziko sawa sawa. Unisamee kwa kusema hivyo. Kwa sababu kuna wengine yaani yeye anasikiliza hivi haandiki, anachora tu anajiachia. Hasa wewe akili yako haiko sawa sawa. Jamani, amina. Haya mambo unayaonaje? Si muhimu tuyapitie. Sasa haya siwezi kuyapitia kwa siku moja ya Pasaka. Ndio maana nimetenga siku 15 ili tu exhaust. Yaani uwe na uwezo wa kuongea kifo cha Yesu mahali popote kwa watu aina yoyote. Haleluya. Na yeyote utakayemkuta anafanya mjadala juu ya Yesu, unamwambia nyamaza, hujui kitu na wewe sio size yangu kuongea na wewe. Kuna watu na wakataza, unajua Yesu sio Mungu, unajua evidence, biblical evidence and practical evidence. Yaani hapo usipoamini kufa tu. Amena. Nani uko tayari kujiunga nami katika shule hii ya siku 15? Haleluya. Yaani nasikia raha mke wangu. Nasikia raha bwana, mke wangu nimalize kauzee bora. Kauzee unamaliza uzee unahubiri. Uzee bora, kuna wazee wenzangu kule wanapiga tumbaku. Sasa unamaliza uzee unapiga tumbaku. Ni hatari. Wengine wanapiga gongo, wengine wanakunywa pombe, bia. Yaani mikono inatetemeka hivi lakini bado anashika glass. Umeelewa? Is grievous. Hapana. Afadhali unamaliza unamhubiri Yesu. Haleluya. Amen. Unajua zaingine baraka ikishuka unajikuta umeruka mwenyewe. Ukupanga kuruka, Roho wa Bwana na kunyanyua hivi alafu unashuka vizuri. Kwani uliona watu wanapodondoka kwa nguvu za Mungu? Uliwahi kuona mtu kachubuka? Mwiko. Ukiona ndia anachubuka hapo mapepo. Hata mashetani wachubukagi. Ujue hapo kuna sanaa. Amen. Kwenye hii kufufuka kwa Yesu tutafanya mjadala uko mkali kati ya wanaoripoti hawa watu wote hawa wa Injili 4. Yohana anasema aliona mtu, Mathayo anasema malaika, Luka anasema aliona watu wawili, Yohana naye anasema aliona malaika. Je, hawa watu wanakanganyana kwenye ripoti ya ufufuo? Huyu anasema mtu, huyu malaika, huyu aliona mmoja, huyu aliona wawili. Hii paradoxical statements. Hii lazima iwekwe sawa. Umewahi kusoma hiyo? Si ndio? Wangapi wamewahi kusoma hiyo? Si umewahi kuiona hiyo eh? Umewahi kuitatua? Uje hapa tutatatua. Hakuna Biblia haijapingana mahali popote pale. Tatizo ni wewe. Hakuna mahali imepingana. Kila kitu. Nataka kuexhaust safari hii. Asante naye nisikiliza. Ndugu zangu wa Australia na wengine wote tumejifunza, na kesho kuta tutaongea machache, lakini hiyo nimedokoa. Sasa hivi ndio hii na mwaga yenyewe. Kwa hiyo nifuatilie pia huku mjaze. Amina. Yes wangu. Nampenda Yesu. Halafu tutaangalia kufufuka kwa Yesu na matokeo yake. Matokeo ya kufuka kwa Yesu ni nini? Na baada ya hapo tutaangalia kutukuzwa kwake. Kutukuzwa, his glorification. Hiyo yote sasa. Naomba nikupe kitabu cha somo ambacho kitakusaidia. Baadhi ya mengine mengi yamo na mengine nitajaza. Kile kitabu cha Pasaka na mzaliwa wa kwanza. Wangapi wanakijua? Yes. Zaidi ya nusu ya haya yamo mle. Naomba chukua hicho kitabu uanze kupitia. Kiko pale. Na Mungu akusaidie sana. Wangapi wamewahi kukisoma? Wangapi hawajakisoma? Nyosheni mikono. Naomba sasa kile kitabu, amen, zaidi ya nusu ya hii material iko kwenye kile kitabu. Nimeweka paka aina za misaraba na kila kitu, na nimechora na majina yake. Emisa Doxa nini, Andrew's Cross. Maana Andrew yule mwanafunzi alisulubiwa kwenye msalaba wa aina ya X. Kwa hiyo msalaba huu ukaitwa kwa jina lake mpaka leo, Andrew's Cross. Amen. Amen.
mwishoni tutaongezea na vifo vya wanafunzi 12, kila mmoja alikufa kifo gani. Yumwamba Bwana wangu, yumwamba tuseme wote, haleluya. Yeah. Utaniruhusu leo niongee mambo machache halafu yawe mengi. Tusome kwa pamoja Wakorintho wa kwanza 5:7 mpaka 8. Maana wengi wanabaki. Kwa hiyo la kwanza nimekupa muhtasari wa somo, hiyo tayari ni fundisho. Naweza kuishia hapo tu tukafunga. Si umeandika naomba tusome hapa ili nione kama naweza kuwaruhusu wanawake wakabaki na wanaume. Haya, tusome 1, 2, 3 twende. Amen. Anasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale. Chachu, yeast, ni mfano wa dhambi. Maana yake jisafisheni mkatoe uovu wenu mliotenda toka kale, mpate kuwa donge jipya, mpate kuwa viumbe vipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kama vile mlivyo mnapookoka dhambi inaondoka, kwa kuwa Pasaka wetu Yesu Kristo ndiyo Pasaka wetu. Ndiye aliyepita juu tukaokolewa. Ndiye ambaye damu yake ilipakaliwa juu ya miimo ya mioyo yetu, sio juu ya miimo ya milango. Sema amina. Amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Basi na tuifanye karamu, si ya chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika. Tufanye karamu, sherehe, tukae, tufurahi, mkutano wa Pasaka. Hapa nauongea mkutano wa Pasaka, walivyokutana siku ya upatanisho, sio sherehe ya kunywa soda. Anauongea mkutano uliokuwa unakutana wakati wa Pasaka. Siku 7 wako pale wakiomba na kumlilia Bwana, siku ya upatanisho. Sasa ukitaka umjue Yesu, ni lazima ujibu maswali mawili. La kwanza, Yesu ni nani? La pili, alikuja kufanya nini? Anza kuandika pamoja nami. Yesu ni nani linalenga kukuelezea asili ya Yesu, pre-existence of Christ, alivyozaliwa, maisha yake na kila kitu, the life of Christ. Alikuja kufanya nini linajibu juu ya kazi ya Yesu ya msalaba. Kuanzia msalabani na kuendelea alifanya nini? Sasa hili la kwanza, the theology of Christ, kwamba yeye ni nani, hatutalijadili. Tunalojadili kwa siku hizi 15, Yesu
alikuja kufanya nini, ili tujue alikuja kufanya nini, lazima tuiangalie kazi ya Yesu ya msalaba. Na kazi ya Yesu ya msalaba ya ukombozi ina background history, ina historia yake huko nyuma, Mungu alikoanzia mpaka kuja Yesu kupatikana. Ni historia ndefu. Historia hii inaanzia Edeni, Mwanzo 3:15, muda mfupi kabla hawajafukuzwa Edeni. Ninakupa historia fupi ya nini? Ya Pasaka ya Wayahudi. Naomba tuende Mwanzo 3:15. Umefungua? Amen. Amen. Mstari wa 15 na mstari wa 20 na 21. Tusome mstari wa 15. Biblia inasema, amina. Hapa tayari Yesu anatajwa kama mkombozi. Kabla hawajafukuzwa Edeni, Mungu anahukumu kesi. Anamhukumu nyoka, anamhukumu mwanamke, anamhukumu na Adamu. Ilikuwa wauawe, rehema ikashinda ghadhabu. Mungu akatamka ahadi ya kwanza ya ukombozi, akasema, naweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Nyoka hapa, huo utakuponda kichwa, nawe utaponda kisigino. Ni lugha ya fumbo. Kuponda kisigino ni kusurubiwa kwa Yesu. Kuponda kichwa ni kuharibiwa kwa kazi zote za shetani kwa njia ya msalaba. Akawavika. Ukisoma hapo nyuma, wao walipokosa wakajivika majani. Unaelewa kujivika majani? Sijui waliweka kamba kiunoni, halafu akaning'iniza nini? Majani. Mungu anapokuja anashughulika hapa. Kuna moja watu analikwepa kulisema. Amechinja mnyama, ile damu inayomwagika ni damu ya ukombozi. Bila damu asingewasamehe dhambi hiyo ya kula tunda. Bila damu, ilibidi damu imwagike. Pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Bila damu isingewezekana wasamehewe, wapewe tena muda. Ilibidi lazima damu ya mnyama imwagike.
na hii damu ya mnyama anakufa badala yao, ilikuwa wao wafe. Umeelewa? Hii badala, baadaye watakuja wanyama wengi, madhabihu mengi, yote hayo yanasimama badala. Na Yesu anapokuya kuchukua haya yote ya badala, yeye ndio anafanyika mwanakondoo wa Mungu, anakufa badala yetu sisi. Lakini kuna kitu kingine pia kakishughulikia hapa, watu hawataki kukisema. Uchi, akawafunika uchi. Hapa ndipo penye akawafanyia nini? Biblia inasema akawafanyia nini? Mavazi. Nini? Mavazi. Vazi Kiingereza ni nini? Dressing. Kwa hiyo mavazi yako hapa, nguo zimeanzia hapa. Mungu akaanzisha watu wavae nguo. Na kitu changu kimoja nimeacha hapa. Adamu na Eva wao wamejitengenezea nguo zao za manyasi. Hizo majani yameshaka. Utafanya watu wengine waanze kulia, kumbe mwenzetu yuko hivi. Kumbe matatizo. Semeni amina mpaka kule. Kwa hiyo decency inaanzia hapa. Hafuniki tu hatia yao, anafunika pia uchi wao. Watu wanataka tu hapa ya kiroho, eti anafunika hatia yao, their spiritual nakedness. Bwana we, damu ya mnyama ndio iliyofunika dhambi yao. Ngozi, moja ya kazi ya ngozi ni kufunika uchi wao. Mungu hakubali waabudu Mungu na uchi. Hataki kuona uchi wako. Uchi ni siri ya mtu, ndio maana hata majina yake havitajagwi, si ndio? Maumbile nini, si ndio? Viumbo vya siri, si unaona vimepewa majina. Ukimkuta mtu anataja moja kwa moja, utaonaje huyu mtu ana akili timamu? Nimekwambia leo tunatwanga kila kitu. Kwa hiyo hapa mavazi yanaanzia pale, nguo inaanzia pale. Kabla hawajafukuzwa Edeni, ibada ikaanzia pale kwa njia ya dhabihu. Mavazi yakaanzia pale, akawafunika. Kwa hiyo lazima ujifunike. Kuna namna mbili ya kuto kujifunika. Umeelewa? Kuvaa vazi ambalo halikutoshelezi, sio saizi yako. Badala ya siketi ikufunike, wewe unaifanya nusu siketi. Inaitwa mini sketi. Ni nusu, neno mini, nusu. Hasa ni wenda wazimu kuvaa nusu. Aina nyingine, kushona vazi ambalo sio saizi yako. Maana yake ni gauni nalo kubana kabisa. Maana yake hiyo sio saizi yako. Umevaa saizi ya mdogo wako. Msivae saizi za wadogo zenu. Alafu eti tukiongea hapa pale wana sheria kali. Yaani wewe kukwambia uvae nguo ni sheria kali. Una mapepo sio machache. Kwanza uone aibu mimi baba yako kwa naongea juu ya manguo yako. Yaani wewe unasikia fahari. Kimya. Wanaume! Wanaume! Wanaume!
Wewe muulize jirani yako kufa uishi maana yake nini? Atakueleza. Utamuuliza baadaye. Pamekaa vizuri hapa watoto? Nguo zimeanzia wapi? Baada ya anguko. Tunasherehekea Pasaka huko uchi. Hakuna mtu Mungu atakaye kusikia. Pamoja na Pasaka amekuja Yesu kuondoa kila kitu. Amina. Uchi ni matokeo ya dhambi. Haya. Nini maana ya neno Pasaka? Maana ya neno Pasaka. Neno Pasaka Kiebrania pesa, P-E-S-A-H, au Pesach, P-E-S-A-C-H, lina maana ya kuachilia au ruka juu bila kuleta madhara. Kuachilia pesa, P-E-S-A-H, pesa. Sema pesa. Au achilia lina maana ya kuruka juu na kupita bila kuacha madhara. Kiyunani ni Pascha. Pascha, P-S-H-C-H-A. Wengine wanaongeza L na kwa Pasco, lakini ni Pascha. Kama Pasaka liko karibu na Kiswahili Pasaka, Pascha, P-H-S-C-H-A, humaanisha kupita juu bila kuleta madhara. Kiingereza Passover ni tendo la malaika aliyetumwa kuua wazaliwa wote wa kwanza kule Misri, la kupita juu ya nyumba zote ambazo ziliwekwa alama ya damu kwenye miimo na vizingiti, damu ya mwanakondoo wa Pasaka. Akapita, alipoona ile damu hakuleta madhara, hakudhuru, hakuua, baada ya Mungu kumwagiza auwe wazaliwa wote wa kwanza wa Misri, wa mnyama na wa mwanadamu. Wakaagizwa wana wa Israeli wachinje mnyama wa Pasaka, mnyama atakayesababisha malaika apite juu. Ndiyo maana ya mnyama wa Pasaka, mnyama atakayesababisha malaika apite juu. Kwa kuiona damu ya huyo mnyama, historia ya wana wa Israeli inaanza kwa kuitwa kwa Ibrahim, sura ya 12 kutoka Misri, sura ya 15 mstari ule wa 13 na 14. Twende tusome hapa, tutasoma. Tunaianza safari ya wana wa Israeli. Andika moja kwenye safari ya wana wa Israeli kuitwa kwa Ibrahimu, sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Halafu namba 2, andika hivyo haya matukio. Mungu anamwambia Ibrahimu wazao wake watakuwa wageni Misri kwa miaka 400. Sura ya 12 kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Harakisha, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Hiyo ya mwisho, jamaa zote za dunia watabarikiwa, ni baraka kupitia mwana wa Ibrahimu, Yesu Kristo. Jambo la pili, ahadi ya kuwa watumwa Misri, sura ya 15 mstari wa 14 na 15.